Sheria za Tanzania inataka kila mgombea wa nafasi yoyote ya uongozi wa kisiasa hawe na chama cha siasa kilichosajiliwa, na baadhi ya vyama vya upinzani wamepinga suala hili la kwamba mgombea lazima atokane na chama. Kuna baadhi ya wapinzani pamoja na wanaharakati wamepinga hilo, ya kwamba ni vyema sasa kuwepo kwa nafasi ya mgombea binafsi. Hata mtu yoyote asiyefungamana na chama chochote kile cha siasa anaweza kupata room ya kuweza kuomba ridhaa ya kuongoza watu. Wewe hili unalitazamaje kwa kifupi kabisa? Kwanza Mungu amrehemu marehemu mchungaji Christopher Mtikira kwa kufanya kazi ya kutukuka kuhakikisha hii haki ya kuchagua na kuchaguliwa haitekelezwi kwa namna ambavyo inafanywa sasa. Kwa sababu msingi wote wa haki ambayo imetolewa kikatiba, haki hiyo haiwezi kuvurugwa au kuendeshwa katika namna yoyote ile ambayo inapingana na katiba. Na katiba imeweka huu msisitizo kwenye ibara 64, ibara ndogo ya 5, kusema kwamba katiba, sheria na chochote kitakachotungwa kinyume na katiba, hicho kitu kitakuwa ni batili kwa kadi kinavyovunja sheria. Sasa mahakama ya rufani ilishaweza kutafsiri hilo jambo, tukafika mahala tukakubaliana kimahakama, kwa sababu tunaamini haki inapatikana mahakamani chini ya ibara 107 kubwa ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo haki ilishapatikana kule kwamba tunapaswa kuwa na mgombea binafsi. Sasa kilichobaki ni political will, ni utashi wa kisiasa wa serikali iliyopo madarakani iweze kuheshimu muhimili wa mahakama kwa kile ambacho imeshakiamua kwamba mgombea binafsi ni haki ya kikatiba na anapaswa kuwepo. Sasa kama hayupo, hilo ni jambo lingine. Lakini kimsingi ni jambo la ajabu sana mpaka tumefikia hapa, na hii nchi ni ya kidemokrasia, bado tuna utamaduni ule ule wa kijima wa kulazimisha mtu apitie kwenye chama, wakati jurisdictions zingine zimeshahama huko. Watu wanaruhusiwa kugombea kama mtu binafsi na haiathiri jambo lolote. Na unadhani ya kwamba kwa nini jambo hili hapa Tanzania limekuwa ni ngumu, na kuna vikwazo vyovyote vile vya kisheria katika jambo hili? Mimi naweza nikasema kwanza hakuna kikwazo cha kisheria, lakini kuna ubinafsi wa wale ambao wamepewa dhamana kwa muda uliopo kutekeleza hili jambo. Na ni ubinafsi kwa sababu gani? Wanaona kwamba pengine, kwa tafsiri yangu mimi, kwamba kutakapokuwa kuna mgombea binafsi alafu huyo mgombea akatokea anaungwa mkono na jamii kubwa, tutashindwa kumdhibiti kama hata kuwa ana lengo la kwenda kulinda maslahi yetu hao ambao wanataka kuzuia hichi kitu. Lakini ingekuwa hatuna ubinafsi na wote tunakubaliana kwanza kwamba Tanzania kwanza, mambo ya mtu mmoja mmoja baadaye, leo hii Odemba nakwambia tungeshakuwa na mgombea binafsi. Lakini hata ukiwasikiliza watu ambao wana champion kwa ajili ya kuwa na mfumo huu wa utaratibu kupitia kwenye vyama, hakuna sababu yoyote ya msingi. Ni hofu ambazo kwa Kiingereza wanasema fear for unknown. Yaani unaogopa kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukijui. Sababu huyo mgombea akiwa binafsi na akachaguliwa, akawa rais au akawa mbunge, akawa diwani, ni kwa ajili ya kuhudumia watu na maisha yanaendelea. Lakini ukiuliza sababu ya kumpitishia kwenye chama tumeona kuna mizengwe. Anaweza akaja mtu Mr. X. Sisi tunamuona misimamo yake huyu bwana huyu akiingia na sifa zake, sisi kesho kutwa tutakuwepo hapa tulipo. Hivyo muda mwafaka sasa wa kuwa na wagombea binafsi. Samahani, rudia swali. Ni muda mwafaka sasa ndani ya taifa letu tuwe na wagombea binafsi? Sio ni muda mwafaka, tumechelewa kuwa na huyo mgombea kwa sababu kesi iliyotoa haki ya kuwa na huyo mgombea imefanyika mwaka 94. Nakushukuru sana. Mkuba, unazungumziaje kuhusu swala la mgombea binafsi? Tuwe na mgombea binafsi, tusiwe naye? Kwa kifupi. Kwa kifupi sana, kama alivyosema Madeleka, mimi ni mwanafunzi mzuri sana wa Mtikila. Kwa hiyo kwenye kesi yake ya kwanza ya kudai mgombea binafsi, nadhani tumechelewa kwa nafasi hizi, kwa mfano ya ubunge au diwani. Nadhani kama kuna uoga wa kuwa na mgombea binafsi wa urais, ilipaswa angalau katika hizi nafasi za ubunge na udiwani kuwa na mgombea binafsi. Shukrani sana. Madugu, kuhusu swala la wagombea binafsi, Mkuba yeye anasema angalau acha kwa diwani na mbunge. Wewe unaonaje kuhusu kuwa mgombea binafsi? Kwanza kwa Odemba, kabla hapo kidogo nijibu hoja ya wakili mwandamizi Mkuba kuhusu issue ya kanuni. Hili ni la hapo, utakuja kupata muda huo. Okay. Kwanza labda kidogo nitoe historia, labda tusome. Odemba, nchi hii sio kwamba tutazungumzia swala la mgombea binafsi leo. Tushakuwa na mgombea binafsi nchi hii. Kwa mfano, tushakuwa na mbunge wa jimbo la Mbulu, mbunge maarufu sana kwa anaitwa Mzee Sarwati. Ambaye alikuwa ni mbunge kupitia chama cha TANU. Ifaja wa CCM.
ambaye Mwalimu Nyerere alimkata kwenye kura za maoni, na mzee Sawa atakahama kutoka TANU kwenda kwa mgombea binafsi na akashinda, na akawa mbunge wa bunge letu la Tanzania akiwa hana chama. Tuwe na mgombea. Kwa hiyo ni hoja ambayo Odemba, ni kwamba mgombea binafsi ni hoja ambayo haipaswi kujadilika. Tumechelewa sana. Na sio tu issue ya ubunge na udiwani, mpaka kwenye sasa wenzetu kote Afrika Mashariki wote Matata. Kwanza kabla sijalijibu, ninaomba niseme kitu. Tumekubaliana hapa mawakili wote tuliokuwa hapa kwamba maneno hayawezi kuwa kosa. Swali langu kwa Manyama la kwanza, aliyoko ndani ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, sitaki kuongelea mambo yaliyoko mahakamani, yuko ndani kwa sababu ya maneno. Kama tumekubaliana hapa wote kwamba maneno sio kosa, kwa nini yuko ndani? Atanijibu. Cha pili, ya kujibu hilo kwanza tafadhali. Ndio. Manyama, mjibu hilo. Odemba, nitakapoanza kulidadavua kwa nini yuko ndani, ninaingilia uhuru wa mahakama. Tuache vyombo vinavyosimamia hiyo kesi na kuendesha kesi, na mahakama watafanya kazi yao. Matata. Asante. Asante sana. Nije kwenye hoja ya mgombea binafsi. Tuwe naye tusiwe naye. Tuwe naye na tumechelewa. Asante sana.